Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 17. Sina Makosa ni simulizi ambayo inasimulia vijana wawili, wa kwanza akiitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi, ambao walitengeneza urafiki, hatimaye ukaja kuzaa udugu. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Nikukaribishe sehemu hii ya 17, tuendelee kuidadavua simulizi yetu ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Hata hivyo ni kweli kabisa, mimi ndo natakiwa nianze kuoa, kwa sababu mimi si ndo mkubwa bwana. Inatakiwa mimi ndo nianze kuoa. Wewe natakiwa utulie kwanza. Kwa hiyo ndo hivyo. Ndiyo maana sasa umeona amekuwa kweli mkarimu kwangu huyo binti. Ndio maana mpaka ameacha, amefua kila kitu. Yani hapa ni mwendo mdundo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Kituro, Zegadi alizungumza huku akisema, ila ni kweli, kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni mkubwa na inatakiwa wewe ndo uanze kuoa, alafu mimi ndo niwe na kuangalizia ili niweze kujua kwamba kwenye ndoa wanaishije na vitu kama hivyo, ili baadaye nisije nikakosea, nikufate wewe namna jinsi ambavyo utakavyokuwa unaenda. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro alizungumza huko akisema, sasa sikiliza rafiki yangu, yaani siku zote hata kama ukiwa ni mdogo, lakini unapokuwa una heshima unaona kama namna jinsi ambavyo ilivyokuwa. Heshima bwana iwepo kitandani. Yani ukiwa na uwezo wa kumkamia kudadadadeki mbona mambo yanakwenda sawa? Mambo yanakwenda sawa. Angalia mfano kama mimi, nimemkamia mpaka kaacha amepika vizuri. Ndo hivyo. Kwa sasa rafiki yangu, inshu ni ukamiaji tu. Nitakuonyesha.
namna jinsi ambavyo watu wanavyotakiwa kufanya. We subiri, kuna kitu ambacho nitakuja kukuonyesha hicho, yani ambacho ukikitumia, yani ukikira, ukimkamia mwanamke hakuachi. Najua wanawake wengi wanataka ili waweze kupewa na wapewe tena. Yani kwenye mapenzi hakikisha hauluzi, yani yeye mpaka ashibe yeye mwenyewe, ingali wewe bado nataka kuendelea kula. Umenielewa sasa? Nimekuelewa. Hayo ndio mambo. Sikiliza, nitakujaga kukusanua huo mti unaitwaje. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, walikaa na hatimaye wakafanya kila ambacho walichokuwa wamekipanga. Na kesho yake ilipofika, moja kwa moja walijiandaa ili kuweza kwenda kwa rafiki yake na Zegadi ambaye anaitwa Gaiwa. Hapo ndipo ambapo walipokwenda mpaka kwa Gaiwa. Na baada ya kufika pale, kwa sababu ilikuwa ni hapo hapo mjini, baada ya kufika pale, mazungumzo yao yalikuwa kama haya: rafiki yangu, tumekuja bwana, na kilichotuleta hapa, mimi nimekuja kwa sababu nimeona wewe uko migodini unakwenda, na tunaona sasa hivi angalau umeshaanza kujipata. Kwa hiyo tunatamani na sisi tuache kabisa masuala ya kuuza karanga, tuanze biashara ya kuuza dhahabu pamoja na mambo mengine. Sasa unaweza ukatufanyia mpango ili na sisi tuweze kujulikana huko? Ni vizuri, kwa vile mmenikuta bado sijakwenda, ni vyema zaidi. Lakini tu niwaambie kwamba inatakiwa kwanza mjiandae, kwa sababu kule haitakiwi mwende na hizo karanga zenu. Kule wauza karanga wako wengi. Kwa hiyo mnapojaribu kwenda kule, hakikisheni mnakwenda kwa ajili tu ya kazi ambayo itakayokuwa imetupeleka huko. Msijichanganye hata siku moja kwenda na makaranga. Makaranga kule yako mengi. Sasa sikiliza rafiki yetu Gaiwa, kwani huwa wanachimbaje na tunawezaje tukaruhusiwa na sisi kwenda pale katika migodi na tukaweza kutoboa kama namna jinsi wewe ambavyo umeanza kutoboa? Sikilizeni, mimi hapa ndio mwenyeji wenu, kwa hiyo nitawaelekeza kila kitu. Hata iwe ni kufika pale kwa wale wa China, kuwasajili moja kwa moja na kupata vitambulisho ambavyo vitakavyowafanya muweze kuingia huko ndani katika machimbo. Yote hayo mimi ndo nitakayeshughulikia. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, mambo yote yako mikononi mwangu, kwa sababu mimi sio mgeni wa pale. Mimi sio mgeni. Kwa hiyo naamini tutafanya jambo ambalo litakalo kwenda vizuri. Nyinyi tu mjiandae, mkiwa tayari mtaniambia Gaiwa, sisi tuko tayari.
halafu tutakwenda pamoja sasa ili twende tukafanye kazi. Lakini hayo maswala kabisa ya kuuza karanga inatakiwa myaache kabisa. Yameshapitwa na wakati. Mtu nakaa unazunguka na mabaiskeli. Najua ndio, hata kule michanga mnaichukua mara mnapandisha, ni kazi nzito, lakini hailingani kama hii ambayo unapigwa na jua. Kumbuka kule kwenye maduara kule kwa ndani hakuna jua. Sema kuna joto tu, kwa sababu mle ndani si unajua jua linatokea kwa nje. Kwa hiyo kienda ndani kule unakuta kuna joto kali. Kwa hiyo nyinyi jiandaeni, mkiwa tayari mtaniambia Gaywa, sisi tuko tayari, halafu nitapanga namna jinsi ambavyo tunaweza tukaenda. Hiyo inapendeza zaidi. Unasikia rafiki yangu Kituro? Ndio. Hapa twende tukajipange tu, lakini tukubali kesho tutapeleka mzigo wa mwisho ili twende tukauze. Halafu kama kiwa tayari Gaywa, kesho kutwa tunaweza tukaunga ili twende kule tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinaji. Hicho ndicho ambacho nilikuwa na kitamani sasa, kusikia kwamba mnataka kuachana kabisa na masuala ya kuuza makaranga. Ni vizuri. Sasa sikilizeni, inabidi tujiandae kwa kila namna ambavyo tunaweza kuwashangaza hadi watu kutoka katika uuzaji wa karanga mpaka tufike sehemu ya juu kama jinsi rafiki yetu Gaywa alivyo saizi. Umenena ukweli kabisa Kituro. Ni vizuri tufanye hivyo. Kesho twende tukauze mara ya mwisho, tuingize faida yetu ambayo hiyo faida tutaenda kuigeuza kama mtaji. Tuone kama na sisi tunaweza tukawa na maisha kama alionayo mwenzetu. Ni kweli kabisa. Ngoja tuone. Baada ya kuzungumza mazungumzo yote hayo wakiwa pamoja, hapo ndipo ambapo walipomuaga Gaywa ili waweze kurudi nyumbani. Sasa baada ya kufika njiani, Zegadi alimwambia Kituro kwamba kuna sehemu anataka aende akapitie, alafu baadaye ataenda nyumbani baada ya mambo yake yote kukamilika ambayo anayoyafuatilia. Kuna sehemu ambapo alikopesha karanga, kwa hiyo anatakiwa aende akaangalie kama endapo wanaweza wakampatia pesa. Hapo ndipo ambapo walipoagana na hatimaye akaenda. Sasa Kituro akawa anatembea anakuja nyumbani. Sasa akiwa yupo njiani, la haula, akakutana na binti Angela. Alivyomtazama kule mbele akamuona,
akaamua aanze kupita njia za chocho. Kumbe wakati anamuona pia na Angela naye alikuwa ameshamuona. Kwa hiyo sasa kilichofanyika, amepita za chocho, kumbe mwenzake ameshamuona na yeye kaamua kupita za chocho hizo hizo. Moja kwa moja akaenda mpaka wakaenda kukutania mbele kule. Yaani wakati Kituro anaendelea kwenda, alishangaa kule mbele akakutana na Angela. Mpaka alishangaa Angela aliwezaje au amepita wapi mpaka kafika kule. Kumbe na yeye wakati amepita za chocho naye alipita chocho nyingine. Mwisho wa siku, kutokana na kwamba Angela hiyo njia anaifahamu, wakajikuta wamekutana wote katika hiyo njia. Baada ya kukutana tu uso kwa uso, Kituro alianza kushangaa. Alisimama ghafla, akanyooka kama mtu anayeimba wimbo wa taifa. Yaani hajui afanye nini. Akili ikamwambia inatakiwa arudi nyuma haraka sana iwezekanavyo kwa kukimbia. Lakini roho nyingine ikawa imemkataza asifanye hivyo. Akili ikaanza kuyumba. Angela akaanza kuzungumza huku akisema, "Aha. Kwa hiyo ulikuwa unataka kunikimbia, si ndio? Yaani wando wa kunikimbia kabisa. Hivi na maana nyinyi mnataka mpendwe vipi? Mtu unapendwa, unaanza kumkimbia yule mtu ambaye anakupenda kweli? Hivi mimi ningekuwa mbaya, ningekuwa sina malengo mazuri na wewe, hivi ningekufuatilia? Kituro, hivi kwa nini unataka kunitesa? Hebu jaribu kwanza kufikiria na ujue kabisa kwamba Angela anakupenda. Kaa chini, tafakari." Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, alitulia Kituro akiwa na waza afanye nini au amdanganye vitu gani ili aweze kumaliza msala huo. Sasa wakati anaendelea kuwaza masuala kama hayo, Regina naye akatokea kwenye njia hiyo hiyo. La haula! Regina akaja na kukuta Angela pamoja na Kituro wamesimama pamoja. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 17 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Kituro na rafiki yake Zegadi wameenda moja kwa moja mpaka kwa Gaywa, wakaanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kwenda kufanya kazi migodini. Sasa wakati wanarudi, Zegadi akasema kuna sehemu anataka apitie pesa zake kwa watu ambao waliokuwa anawakopesha karanga. Kwa hiyo Kituro ikabidi aanze kutembea akiwa peke yake. Sasa anafika njiani, anakutana na Angela, ambaye huyu Angela ni pacha wake na Zegadi. Sasa anajaribu kumkwepa, kaamua kupita za chocho, lakini pia na Angela alikuwa ameshaona huo mchezo, naye akapita za chocho. Mwisho wa siku, Kituro wakati anaendelea kutembea huko mbele,
akaja kamkuta Angela amemsubiri. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana, kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wa channel ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ninachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.